شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مع بداية العام الميلادي كذلك بدأنا العام الدراسي الجديد، وهي محطة مهمة في حياة أبنائنا وبناتنا، وفرصة عظيمة لبناء العقول وتهذيب النفوس وصناعة المستقبل. إن التعليم في الإسلام عبادة ومسؤولية. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والجميع مسؤولون عن عملية التعليم، الآباء والطلاب والمدرسون. على كل واحد منهم دور يجب أداؤه، فعلى الآباء والأمهات ما قاله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. Hii khutba ya leo hakika nilikuwa nimeikusudia niitoe juma la kwanza la mwaka huu 26, kwa sababu ilikuwa mwanzo wa mwaka, ndio mwanzo wa mwaka wa elimu, mwanzo wa masomo. Nidhamu yetu ya Kenya ina namna hiyo. Nchi nyingine zina mipango yake mingine, academic year ni tofauti na ule mwaka wa kawaida, lakini kwetu mwaka mpya wa kalenda za kawaida huandamana na mwaka wa masomo. Kulikuwa mmekusudia iwe ni khutba ya mwanzo wa mwaka kwa sababu ya kutanabaishana yula umuhimu wa kusimamia masomo ya vijana zetu. Kitu ilmu katika Uislamu ni kitu ambacho kimepoa aulawia, yani unaenda siku hizi kipao mbele zaidi kuliko kitu chochote kingine, na sidhani kama kuna dini nyingine soko ya Uislamu iliyoitanguliza ilmu ikaipambee kuliko Uislamu. Dalili ya wazi ni kwamba neno la kwanza au faradhi ya kwanza aliyofaradhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni neno iqra, soma. Ndio faradhi ya kwanza kabla kufaradhiwa swali, funga, nenda hija. Kabla yoyote hayo aliambiwa jambo la kwanza soma, kwa sababu kusoma katika Uislamu ni jambo la dharura kwa kila mtu, kama tulivyotuambia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuizengea ilmu ni jambo la lazima kama faradhi nyingine yoyote kwa kila Muislamu, kila mmoja kwa kiwango chake. Iko ilmu ya faradhi aini kwa kila mtu lazima ayajue mambo kadha wa kadha, na iko ilmu nyingine ni faradhi kifaya, wakipatikana baadhi ya watu wayayuwao, wale wasioyayua huwa hawana makosa. Lakini bila ikhtisari kwamba ilmu katika Uislamu ni jambo la faradhi ya kwanza. Na Mtume sasa kama sura wao tuelezo wao hakuwa ni msomaji wa kusoma kilichoandikwa, wala hakuwa ayua kuandika ayua na kuandika kitakacho kusomwa. Alikuwa ni ummi, na kwake yeye hii ilikuwa ni sifa, lakini kwetu sisi wafuasi wake ni aibu kubwa mtu kuwa ni Muislamu kisa akawa hana ilmu, haisi kusoma, haisi kuandika. Ni aibu kubwa, kwa sababu faradhi ya kwanza tuliofaradhiwa ni kuambiwa iqra, soma. Soma kwa namna yoyote utakapokuwa usome. Pia katika inayothibitisha umuhimu wa ilmu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, waqul rabbi zidni ilman,
Nena, yani alifundishwa swala, aliamrishwa nena, wewe Muhammad nena, omba kwa Mwenyezi Mungu, waqul, na unene, rabbi, Mola, zidni ilma, niongezea maarifa, niongezea ilmu. Ndio pale tukaambiwa kwamba ilmu haina kikomo, haina mwiso. Yale mtu anao nimehitimu, nimemaliza, ni maneno tu, lakini hakuna mwiso wa kusoma. Talabul ilmi min almahdi ila allahdi, kuizengea ilmu na kuitaka ni kutoka mtu atoka tumboni mwa mama yake mpaka atakapokutia ufukoni, ndio mwiso wake. Lakini maadamu hai na akili yako, kila siku ni wajibu uongeze kitu katika maarifa yako. Siku ikikupitia maarifa yako ya leo kama yana kuongeza kitu, usihisabu kwamba ile siku umeiishi wewe. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hayawani wote aliowaumba kwenye ardhi hii amemhusu binadamu kwa sifa mbili peke yake. Sifa ya kwanza, bongo la binadamu ni bongo ambalo mubtakir, yani ni bongo, ni creative brain, ni bongo la kubuni na kuzaza mambo kila wakati, hubuni. Na kuna aina mbalimbali ya mabongo ya watu sisi wanadamu. Kuna mtu bongo lake ni creative, yani ni mtu wa kubuni fikra na mawazo, watu waandishi wa hadithi, wa riwaya, watungaji wa mashairi, wachoraji. Hawa ni watu ambao bongo lao ni creative. Hiyo ndio. Kuna wengine la namna hiyo, wao ni extra male zaidi, ni bongo lao ni innovative, yani lile bongo ambalo kutukua yale yalofikiriwa na watu wao wakayatika katika practical, kuyatekeleza yawe haswa. Yani watu wamefikiri wakabuni kwa mawazo, binadamu wameunda chombo, kapayu, kafanya yao. Kuna wengine sasa ile fikra wakaitekeleza. Hawa mabongo yao tofauti na wale wengine. Kuna wengine si tu hawakomea hapo, waenda katika innovative, yani kuyakuza mbele zaidi. Kwa mfano simu yalikuwa ni mawazo ya mtu, kwamba akifikiria kwamba kuna uwezekano wa mtu kuzungumza na mwendani wake aliyeko mbali. Tulipokuwa watoto walikifunga zikebe ziwili na uzi, kisa kila mmoja na mwenda, yani ni kitu ambacho, lakini kisaka ya mtu ile fikra akaitekeleza kwa zitendo, ikawezekana kupatikana simu zile tuziwazo za kikae. Kisa haikoma hapo, wakaya wengine kila siku mambo kutokea mengine. Kama ingelikuwa kila binadamu ni kama hayawani wengine, ingelikuwa hakuna kwenda mbele. Kwa hivyo kusoma hakuna kikomo, hakuna mwiso, na mtu amepewa uwezo hono. Hilo ni sifa ya kwanza. Akili yake ni akili mubtakir, akili ambayo ni creative, ya kubuni mambo kila wakati na kubadilisha kuyafanya we na hali bora zaidi. Miaka 20 iliyopita mtu alikuwa hawezi kuamini kwamba kutakuwa simu unenao nayo humuona huyu ndiye hapa. Na sasa yao juhudi zilioko za wataalamu ni kwamba kama namna wamezoweza kusafirisha sauti kwa redio, wakasafirisha picha kwa runinga, sasa wajaribu kusafirisha harufu kama ile kwa Nabii Allah Yaqub na mwanawe ule Yusuf, azena inni la ajidu riha Yusufa. Masafa marefu Masri na alipokuweko Yaqub ni masafa marefu, ilipotoka tu ile nguo ya Yusufu kule, yani inni la ajidu riha, mimi hapa niliopo nanuka harufu ya Yusuf. Laula antufanidu, nyinyi mtanifanya ni mpuzi mimi, lakini mimi husikia harufu ya Yusuf. Na ikathubutu kwamba ni kweli. Kwa sasa yao juhudi zilioko na zitawezekana, hakuna lisowezekana, ni kwamba mtu akiona mathalan katika television matangazo ya mafuta mazuri, pale aliyopo asikie na harufu badala, na inawezekana kwa sababu kile binadamu ina uwezo wa ibtikar, kuzungua mambo kila siku. La pili ambalo Mwenyezi Mungu amemhusu nalo binadamu, kama alivyotuambia Ar-Rahmanu allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Mwanadamu Mungu alimemuumba, kisha si tu allamahu al-bayan, amemfundisha kubaini yale ayafikiriao ayawazao, ana uwezo wa kuyanena kumfahamisha mwingine. Hii ni sifa peke yake ya hayawani huyu mtu, hayawani mtu.
Watu wa logic wakimuuliza binadamu, al-insanu hayawanu natiq, binadamu ni hayawani mwenye kunena, ambao ni sifa hakuna hayawani mwingine mwenye nayo. Kwa haya mambo mawili ndio yalomfanya binadamu akawa bora kupitia ilmu na maarifa, na hizi ndizo zitu ambazo zitakikaniwazo katika kumfanya binadamu awe ni binadamu tofauti na hayawani wengine, na ndio zitu zilomfanya Nabii Allah Adam alayhi salam astahiki kupigiwa suluti na malaika kwa ajili ya kuwatangulia kielimu na maarifa. Kwa swali la elimu katika Uislamu ni swali ambalo limekuwa umuhimu mkubwa sana. Mwenyezi Mungu katika aya moja tuambia mwisho kwa Surati Fatir, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, hakika si lingine wamchao Mungu kisawa sawa katika waja wake ni alulamau, ni wasomi. Sasa mara nyingi tukisoma aya hii watu fikra zetu sisi henda kwa mashekhe, kwa maustadhi, lakini ukisoma muktadha wa aya utaona si namna hiyo. Katika Surati Fatir aya ya 27 28, maneno ya nyuma yote kabla ya hili, inama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, ni mambo yazungumzia mambo ya kisayansi. Angalia Surati Fatir aya 27 na 28, Mwenyezi Mungu ameanza na hii, alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an faakhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwan. Mwanzo ameanza kushuhudii wewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha kutoka yu mai hayo tukatoa kwa mai hayo matunda yenyewe, mukhtalifan alwanu, rangi tofauti. Mai ni hayo kila tunda limetoka na rangi yake na ladha yake na sifa zake. Wa min aljibali, kadhalika kwenye majabali, jududun biidhun, kwenye majabali kuna ndia, kuna mapitio zeupe na zekundu, mukhtalifun alwanwa, rangi tofauti. Wa gharabibu sud, na kuna nyingine nyeusi mno kabisa. Wa minan nasi, tofauti kama hizo wataziona pia katika wanadamu, kila mmoja na rangi yake tofauti na mwingine. Wadawabi, na wanyama wengineo. Wal an'am, na wanyama hoa. Mukhtalifun alwanu, rangi zao hutofautiana. Kadhalika namna hiyo ilivyotajika, ndiyo innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Hapa utaona kwamba ulama waliokusudiwa wasomi ni hawa wenye masomo haya yaliyotajika. Ndio mashekhe nao huingia ni ulama, hatuwatoi, lakini sio wakusudiwa wa kwanza katika neno innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Ni hawa wenye sifa za masomo haya ambao Mungu ameyataja kabla hili neno la mwisho, innama yakhsha Allah min ibadihi. Kwa hiyo masala ya elimu ni masala muhimu katika Uislamu, na lazima jamii iwajibike la swali la elimu kwa jumla. Ilmu kwanza haina kikomo, lazima wenye uwezo wawape nafasi watakao kusoma waendelee kusoma, lazima, haina budi hiyo, ni haki yao. Ni haki yao wenye kusoma, wenye kufanya makazi, maadamu wataka kusoma kukuza ilmu yao, ni haki yao wapatiwe udhamini wasome. Si jambo la khiari, ni haki yake yule, maadamu ni Muislamu na amesoma, ataka kwenda mbele, wajibu apatiwe kila namna ya resources za kumwezesha asome. Tukidharau hilo tutakuwa tumeidhulumu sisi na vijana zitakazokuwa baadaye. Kadhalika katika swali la elimu kuna majukumu ya makundi matatu ya watu. Kuna jukumu la wazazi mbali, kuna jukumu la wanafunzi wenyewe katika kusoma ni mbali, kuna jukumu la wenye kusomesha, nao wana majukumu yao. Jukumu la wazazi ni kuwateulia vijana zao elimu bora, mahala ambapo atarajia kwamba kimpeka hapa atapata masomo ya kisawasawa ambayo yatamfaidisha. Hilo ni la kwanza. La pili, pia afuatilie mambo mawili kwa mwanawe, afuatilie masomo yake huendelea iye, aulize, aandame, na pia afuatie suluki zake, behavior zake, tabia zake. Mtu aweza kuwa ni hodari sana katika masomo lakini ni dufu katika akhlaq, na mtu akiwa ni dufu katika akhlaq, elimu yake haina maana yoyote, haitakuwa na maana yoyote hata kama ni msomi kiasi gani.
Akhlaqi ni kitu cha dharura. Haya ni baadhi ya wazazi. Kwa wanafunzi wenyewe ni dharura wasome kwa ikhlas, yani wasome sincerely kwa ajili. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametuamrisha kusoma, na mimi nasoma ni aina ya ibada, na niweze kunufaisha mimi mwenyewe na ninufaishe jamii yangu. Wasome kwa hilo, waljidia na ukakamavu katika kusoma, wasiende kimatezo, hawana wanayo ukakamavu, yani waiendea tu kutimiza hesabu. Bahati mbovu, wengi katika vijana zetu aghlabia wako katika hali hiyo, hendewa na sisi tuele. Pia katika majukumu ya wazazi imeghafilika, ni kwamba wafanye vijana zao wapende kule kusoma, wasende kusoma kwa ajili ya kulazimishwa, wende willingly, kwa kupenda kwenda kusoma. Hilo ni moja katika majukumu. Waangalie mbinu gani, ndia gani za kuwafanya vijana watakwenda kusoma filhali wapenda kusoma. Kadhalika kwa upande wa walimu na wa wanafunzi pia kuna kiungo muhimu, alihtiram, ambao ni tatizo hili katika taasisi zetu za elimu. Alihtiram, kuwa na heshima, kuwaheshimu wa wasomeshao. Tatizo hili, hiyo fujo usikialo mara nyingi limetokea, kumetiwa moto, hasara zimetokea kadha wa kadha, ni kwa sababu ya uchache wa ihtiram, uchache wa kuwaheshimu wale wasomeshao. Na mmoja katika washairi Arabu walinena, innal muallima wat-tabiba kilahuma la yanfa'ani idha huma lam yukrama fasbir lidaika idha ahanta tabibahu wasbir juhlika in ahanta muallima. Sema mwalimu na daktari wote wawili hawa hawezi kumnufaisha mtu iwapo yule mtu hatawapa heshima yao. Wewe umekwenda kutibiwa, wewe umekuwa ni wayua kulika daktari mwenyewe, akikwambia kuna haja mambo hayo, wewe wayuaza sasa akusaidie yeye, wewe mwenyewe ni too much kuliko yeye. Mtu amemaliza nyaka kusoma na kupata maarifa, na mwalimu namna hiyo. Hawa watu wawili wakiwa hakupoa heshima yao, basi usitarajie kwamba utanufaika nao, utabakiwa na maradhi yako na utabakiwa na uwinga wako. Ihtiram ni kitu muhimu sana kwa wanafunzi, kuwaheshimu wanaowasomesha. Ama kwa walimu wenyewe, wanahitaji mambo mawili wayatie akilini, au zaidi ya mawili. Kwanza, atashjii, kuwashajiisha wanafunzi. Akifanya vizuri katiti, umshajiishe, umpe moyo, umpongeze, umsifu, apate kuendelea zaidi. Na tahadhari sana na alihana, kuwatweza wanafunzi, kuwadharau. Hata kama umemwona kufanya kwa uzuri, si makabili mbeza watu, nyinyi hutimiza hesabu tu, mmejitoa mikubwa, hamuna mweleano, mmejitoa koko. Maneno haya huwavunda moyo sana. Mtu aweza kurudi nyuma kabisa kwa neno moja tu la mwalimu alimwambia. Angalie pumbavu kama punda, uomeze kummaliza ule. Pengine aweza naye akakuchallenge, akafanya bidii zaidi kukuthibitishia kwamba si mpumbavu, lakini sana utamvunda moyo. Wengi huacha masomo kwa sababu ya kejeli wanazozipata kutoka kwa walimu. Baadhi ya vijana huwa hawataki kwenda kusoma. Utaona vijana kokotwa, wamechukuliwa hanga waenda kupekwa chuoni au waenda kupekwa, hataki kwenda. Ile kutotaka kwenda ni wajibu wako kujua nini sababu ya kutokwenda. Sababu ni vijana zitoto pengine ni kwa sababu ya mazoea ya kuweko nyumbani na wazazi wao, huona kuwakosa wazazi mando kwa watoto. Zamani watu walikuwa kuna nursery school, mtu kianda huanda darasa la kwanza, miaka 5, 6, 7 panga. Sasa yeye mwenyewe amezoea siku zote kuona mama na baba nyumbani, yeye unaenda kupekwa mahala papia. Nakumbuka kama yao miaka 40 iliyopita nilimuona mmoja mtu mzima kama mimi sasa, miaka hizo nimemchukua binti yake nadhani miaka 6, 7 kumzungusha skuli pale Mkomani primary, kumzungusha alasiri, vijana wametoka. Mimi kamuuliza, anambia huyu huja kwa skuli. Sasa mimi humtayarisha kumuonesha skuli ni wapi, kuna nini, kumtoa ile hofu ili asiendelee kucha. Kwa hiyo nini wajibu wa wazazi? Wakimwona kijana hataki kwenda, lazima una sababu kwa nini hataki kwenda. Pengine hukerwa na wanafunzi wenzani wake, humtezea, kumsumbua, ile kuliwa bullying. Bullying si kupigwa, tunakusunuliwa, hata kwa maneno ni bullying. Pengine mwalimu mwenyewe kumkosea ule mwanafunzi,
na urongo wa mwalimu si ukweli wa mwanafunzi takavyokuwa, na hana la kufahamu, yani hana amani pale mahala anapokusoma. Inaweza kuwa ni sababu yeye matokeo yake ni yatini na hujera, mshirwa siku zote, mambo kama lazima mzazi atafiti. Kwa nini hawezi kuata tu yao kwamba hataki kwenda? Lazima kuna sababu nyuma ya kuiza kwake kwenda kusoma. Hilo ni jukumu moja lingine ambalo ni wajibu, na kwa jumla kutakikana ushirikiano baina hawa watatu. Mzazi awajibike upande wake, na mwanafunzi naye tekeleze jukumu lake, na mwalimu. Na mwalimu takuwa bana sababu mwalimu si mtu wa kusomesha tu, ni mtu wa kufundisha. Si maneno mawili moja hayo, si maana mamoja. Kusomesha ni kitu mbali na kufundisha ni kitu mbali. Kwa mfano, mwalimu mengia darasani dakika 40 amesomesha yule madhara ya sigara, kila bidii imefanya, meta zile slide, imewaonesha picha za mayavuyavu, yani mapafu, namna zinavyoathirika kwa moshi, kila kitu imewaonesha. Baada ya kipindi cha mapumziko, vijana wametoka kwenda break, mara umeona mwalimu nyuma ya ukuta kupita mikuku ya sigara. Yote yale aliyosomesha yamezea kuporomoka, imebakia alofundisha. Amewafundisha kwamba sigara ni kitu cha sawa sawa kwa kitendo chake kimoja. Yale dakika 40 zote aloandika choki kikamalizika, akafanya nene, akaantia urashi, zote zimekwenda na mai kwa ile ufundishaji wa kitendo chake. Kwa hivyo mwalimu ni mfundishaji mbali na kuwa tu ni msomeshaji, kwa sababu utakuta katika nchi za Kiarabu wizara ya elimu wamkulia wa wizara tu tarbia wa taalim, mwanzo utakuliza tarbia, yani wizara ya malezi na elimu. Elimu ikiwa haina malezi haina maana, haina maana yoyote ikiwa elimu haina malezi. Kwa hivyo walimu wafahamu hilo. Umekubali kuwa mwalimu, kubali kushika miko ya ualimu. Maisha yako ya private yafanye kwa siri huko, lakini si mahala ambapo watoto utakuwa ukiwaharibu fikra zao na kuwapa mawazo mengine na mafundisho mengine. La mwisho nataka kuwanasihi wazazi bidhabt. Mimi nimelahidh kwamba vijana wengi katika hasa watoto huenda masomoni bila kula kitu asubuhi, wengi sana, wengi. Na si kwa sababu ya ukosefu, alhamdulillah, ni wachache ambao waenda kwa sababu hawakupata, lakini kwa sababu ya kutokuwa na uangalifu wa wazazi. Vijana wa kila mapema saa 4 break, wale ziazi, wale takataka zile za utukuni, basi ambapo kijana kwenda masomoni bila kwamba amekula kitu ni kama ambao amekosa energy. Akili ili bongo ni kama mtambo, horsepower 200 unayo kwenye boti yako, lakini haina petroli, itasaidia nini? Haiwezi kufanya kitu. Kwa hiyo bongo lahitaji mtu awe amekula kitu cha kumsaidia apate energy ya kuelewa na kufahamu yale yasomeshao. Lakini akienda upeze saa 3 za usiku kutia riziki mpaka saa 4 za asubuhi, masaa mangapi? 13. Hufunga Ramadhani hayala kitu. Na wengine kama leo wewe, si kwamba hawana, wanazo, lakini uwajibikaji, usimamizi. Mambo yako tunde pale amekuwekea shilingi zako 50, kafanya yao yeye taitile mfukoni kwenda zake, hata kama atakula ndizi moja itamsaidia, haba kadhaa za tende zitamsaidia, kuliko kwenda matumbo matupu na akili na kuwa tupu. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barul karim.